Mimi nataka niwaambie vijana wenzangu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ukimsoma vizuri hakuomba uongozi. Tofautisha na sasa vijana wa sasa hivi mnajaza fomu kutaka kuomba uongozi. Hakuomba kutaka kuiongoza hii nchi, ila wazee ndio walimfuata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kumuomba hawe kiongozi wa hii taifa. Walimfuata wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anasoma pale Tabora. Nawaambieni hivyo kwa ushuhuda, kwa sababu nimesoma na nimeishi na historia na hiyo viongozi. Wakati huo anaingia pale Tabora akiwa na miaka 12. Baada ya kufanikiwa kuwa mwalimu, wazee ndio walimfuata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunakuomba huwe kiongozi wa chama cha TANU. Mpaka anakabidhiwa TANU, anaingia katika prosesi ya mapambano. Mwaka 1954 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihukumiwa kuwekwa ndani. Leo hii tusingempata. Nenda kasome katika kitabu kimoja kinaitwa kesi ya mashtaka, kesi ya uchochezi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihukumiwa na kesi ya uchochezi. Alichochea mambo makuu matatu. Moja ni hili muungano, kudai uhuru, kudai nchi yake. Wazungu walimpiga pingu. Aliwekwa ndani kizuizi miezi 3. Lakini alitakiwa hukumiwe si chini ya miaka 21. Lakini bahati nzuri wakati huo DC wa Kagera mzungu ndio alimuombea msamaha, mwalimu akaachwa uhuru. Sheikh hayati Abeid Amani Karume hakuomba uongozi katika maisha yake yote. Wazee ndio walimfuata kuwa kiongozi. Na hata wakati anafanya mapinduzi ya muungano, mimi nishuhudia huko mapinduzi ya Zanzibar, moja aliomba kwa wale watu ambao maaskari wake wasiwaue wale Waarabu na wazungu, kwa kutegemea wakiwaua wale wazungu watakuja kulipiza tena. Alifanya mapinduzi ya amani mpaka Zanzibar nayo ikawa na uhuru wake wa amani. Sasa walivyoungana mwaka 1964, nataka niwaambie ukweli, Mazao na Dila, vijana sisi wa miaka, mimi nataka niwaambie ukweli, wa miaka 65, yani mtu aliozaliwa mwaka 1965, na nyinyi naombeeni ukweli, aliozaliwa mwaka 1900 na ngapi? Tena sio 65, alizaliwa tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 1964. Haruhusiwi na wala haipendezwi kudai kuvunjika kwa muungano, kwa sababu wewe prosesi za kuunga muungano haukushiriki. Halo, msijui mmenielewa? Lakini wangapi wamenielewa? Vijana ambao tuliozaliwa sisi tarehe ngapi? Tarehe 27 ya mwezi wa ngapi? Tarehe 27 mwezi wa 4. Tarehe 27 mwezi wa ngapi? Wa 4 mwaka 1964. Haipendezi na wala haifai na wala sio sahihi kudai prosesi za kuvunjika kwa muungano, kwa sababu wewe haukushiriki kuunda nini muungano. Halo, wangapi wanaelewa? Katibu, unanielewa hii sentence? Lakini vijana sisi sasa wa miaka hiyo tulizaliwa tarehe 20 ngapi? 27 ya mwezi wa 4 mwaka 1964, ndio tunakuwa na harakati za kutaka kuvunja nini kitu ambacho hujakiunganisha. Wewe utakidai vipi kukivunja? Tuache wenyewe waliozaliwa ngapi? 20 ngapi? 60 ngapi? 64. Miko yao wenyewe wanaijua. Sisi tunatakiwa namna gani ya kuidai Tanzania iwe nzuri, kumshauri mkuu wa wilaya, kuleta fursa za katika wilaya yetu hii ya Moshi. Walizaliwa 64. Walizaliwa 61 kudai Tanganyika. Tuache wazee wetu walivyoturithisha urithi. Kitu ambacho wewe ulichorithishwa hauruhusiwi kukivunja. Tunaelewana vijana wenzangu? Moja ya protocol hizo tunazofundishwa. Kwa hiyo muungano tuendelee kuenzi, kuunganisha kwa sisi vijana, kwa kushirikiana na hii nchi yetu ikawa moja, ikawa Tanzania. Mimi leo niko bara hapa, lakini nimeitwa kwenye kipindi cha Zanzibar kule kesho. Bila muungano nisingeitwa kule. Halo,
Kwa hiyo dira, wazee wetu walitaka nchi iwe moja, ili sisi vizazi tusipate tabu, tusihangaike, tusifedheheke. Na ndio maana leo mtu anatoka hapa anaenda Zanzibar, wa Zanzibar anaenda huko. Kwa hiyo muungano tuulinde, hiyo ndio ilikuwa dira. Kwenye falsafa hizi zilikuwa 5 ili muungano uwe bora. Na hii viongozi wenzangu lazima tukumbushane, mimi napendaga kuongea kwa pamoja. Falsafa zilikuwa 5. Falsafa hizi sasa hivi tunaziacha, na ndio maana muungano unaregalega, wakati mwingine watu wanaongea vingine. Viongozi wa chama tuchukue hii falsafa, ilikuwa ni ta, te, ti, to, tu. Tuseme kwa pamoja, ta, te. Tuseme kwa pamoja, ta, te, ti, to, tu. Hizi ndio zilikuwa falsafa ambazo ngumu za kuhakikisha muungano wetu unakuwa imara. Ta, walimu walisema na Abedi Amani Karume, ta maana yake tangaza nchi yako. Maana yake hawa wazee waliungana kwa ajili ya kutaka kuitangaza Tanzania, si kingine chochote. Leo hivi vijana mporazi kuifanya Tanzania ididimie, mkipata visa kidogo, mkipata visa tu mnaiona Tanzania, lakini hakuna. Tanzania ni moja tu. Maana yake ilikuwa ni taa kuitangaza nchi yao. Waliacha makabila yao kuhakikisha Tanzania inakuwa kipaumbele. Na hata aliogundua jina la Tanzania ambaye sasa hivi ni marehemu, amefariki juzi. Wangapi wamefahamu historia yake? Alifariki juzi. Alilipwa hela nyingi sana kingine na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuseme moja, walitengeneza muungano kwa ajili ya kutetea nchi yao, sio kitu kingine. Hauwezi ukawa mzalendo kama hauwezi ukatetea nchi yako. Na ndio maana leo tumempata Mzava kwa sababu alitetea nchi yake, alitangaza nchi yake. Ndio maana tumempata Dasi wetu, tumepata hawa viongozi. Hauwezi ukawa mzalendo kama hauwezi kutetea nchi yako. Wewe hauna sifa ya kuwa mzalendo. Nchi yako unaisema vibaya, nchi yako unaiona kama haifai, unaichora kwenye magazeti. Hauwezi ukawa mzalendo. Sifa ya mzalendo, hawa wazee wetu walitaka nchi yao waitetee, walijitoa, walitembea kilomita 31. Mimi sasa hivi kukaa na njaa hapa masaa 6 hapa mnaweza mkaona tabu. Lakini Mwalimu Nyerere alitoka kilomita 31. Imagine Mwalimu ndo kilomita 31 unatembea leo hii wewe, ingekuwaje? Eti katibu wa chama kakangana. Imagine Mwalimu kilomita 31 ametuachia, sasa hivi nchi iko huru. Maeneo mengi kilomita 31 alitembea. Leo hii wewe hata kilomita 5 kutembea tu, kilomita 2 tu. Walitetea nchi zao. Na nyinyi teteeni taasisi zenu. Msikubali taasisi zenu zikafedheka. Ndio ilikuwa falsafa ya muungano. Lakini leo hii mtu korazi kuona VETA au shirika linafedheka, wewe sio mzalendo. Falsafa za muungano zilikuwa ni falsafa za kizalendo. Tuseme moja, walitimiza wajibu wao. Wameshatimiza wajibu wao. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Amani Karume wameshatimiza wajibu wake. Ni sisi sasa kuulinda au kutokuulinda. Tunatakiwa tutimize wajibu wetu wa kufanyaje? Wa kuulinda muungano. Kutimiza wajibu wenu pamoja na kuhudhuria makongamano kama haya. Kujifunza. Tuseme pamoja, walitoa ushauri. Lengo la muungano ni kutoa ushauri. Na ndio maana wakatengeneza mambo yalianza 6, 10, 11 mpaka sasa hivi yamefika 22. Na atafika hata 25 kutokana na maboresho. Unafikiri wangeanza hivi wasingeweka mambo 22 ya muungano? Kwenye kero wanatatua pale. Walitoa ushauri, nchi yetu ikasonga mbele. Na ndio sifa ya mzalendo. Ukiona mzalendo utoe ushauri, wewe hauna sifa ya uzalendo. Tuseme moja, hao walitubu pale wanapokosea ili kutengeneza muungano. Ndio falsafa ya muungano. Na ndio maana umeona hata Mwalimu alipotoka katika Chama cha Mapinduzi, cha kwanza alisemaje? Najisahihisha. Nendeni katika kitabu cha kujisahihisha. Aligundua kuna maeneo mengine hakufanya nini vizuri. Sio Mungu. Nyinyi mnatubu pale mnapokosea. Ili muungano tuulinde, lazima tutubu pale tunapokosea, tuombeane msamaha, kujenga muungano wetu. Mimi napongeza kamati ya ulinzi na usalama kufika hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana viongozi wao. Nampongeza na OCD toka asubuhi pale.
Tutubu pale tunapokosea. Tulipokosea haraka turekebishane ili muungano usonge mbele. Ilikuwa ndio falsafa ya muungano. Tusiache magepu tukafanya muungano ukawa na kiraka. Halo. Hiyo ndio ilikuwa falsafa na dira zao na misimamo yao. Vijana wenzangu, nawaambia hakuna nchi nyingine, tuulinde muungano. Nchi zote zimebakia muungano, nchi moja tu, Tanganyika na Zanzibar ndio tumebakiza na muungano. Wengine wameshapalanganywana kabisa. Ukienda Malawi wameshapalanganywana, ukienda wapi wameshapalanganywana. Umeona juzi Uganda hapa wameshapalanganywana. Kongo ndio usiseme, hali ni tate. Sisi tunajivunia na muungano wetu, tutembee kifua mbele. Tuseme huu ndio muungano tunatakiwa tufanyaje? Tuulinde, ndio tunu tuloasifiwa na wazee wetu. Hakuna tunu nyingine. Na mtu yote atakayetaka kuchokoza muungano, kuvunja, huyo mtu achukuliwe hatua za kinizamu haraka. Kwa sababu muungano ndio tunu iliyotubakiza hapa. Mwisho, matendo ya viongozi yaliakisi muungano wao. Waliacha mali za kutosha. Matendo haya ya viongozi kivipi? Moja, walianzisha JKT. Muungano uliweza kuzaa JKT. Mnafahamu kama JKT ilizaliwa na muungano? Mwaka 1000 JKT ilianza mwaka 1958 na wapeni historia. Wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoenda kuhudhuria sherehe za uhuru nchini Ghana, alialikwa na Kwame Nkrumah. Alikutana na waziri wa mambo ya nje ya Israeli, akamshauri mambo makuja haraka, nchi yako yafanye. Cha kwanza uanzishe chombo cha JKT, 2 uanzishe tunu ya mwenge wa uhuru ili kukomboa nchi yako. Halo. Mwalimu alivyorudi 58 akaanza sasa kuanza taratibu za kuanzisha. 63 nadhani mmeona sheria, aliunda viongozi 5 kuunda JKT, akiwepo na babake Moses Nnauye. Leo hivi vijana mnaona tu yule mtu haraka mnamparamia tu. Watu wamejenga nchi, mheshimu waliojenga nchi. Wale vijana 5 wakaanzisha, wakampelekea dokezo mkuu mheshimiwa kipindi hicho baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere. 63 mpaka mambo yakakamilika, bunge wakapitisha. 64 baada ya muungano chombo kikaanzishwa rasmi kutokana na ile sheria namba 16. Kwa hiyo muungano umeunda nini? Chombo cha nini? Lakini muungano umeweza kuunda mbio za, tunasema nini, mbio za mwanzo za mwenge wa uhuru mwaka 1964 tarehe 26 ya mwezi wa 6, tarehe 26 mwezi wa 6, baada ya miezi miwili ya muungano mwaka 1964, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwateua vijana 4 kukimbiza mwenge wa uhuru. Mbio za mwanzo za mwenge wa uhuru zilikimbiwa mwaka 1964, ukiondoa ile 61 kuwasha. Halo. Kakaangu mzawa alikimbiza mbio za 60 za mwenge wa uhuru, na mwaka huu ni mbio za 61 za mwenge wa uhuru tangu uasisi wake. Kwa 64 Mwalimu aliwateua Daniel Captain Asei, marehemu, bahati nzuri amefariki juzi tarehe 16 na amezikwa tarehe 19. Ndio mkimbiza mwenge wa kwanza kukimbia nchi nzima, Daniel Captain Asei. Lengo muungano kuleta uzalendo. Kwa hiyo vyombo vikaibuka, kukaanzishwa na chuo kule, shirika la elimu. Vyombo vingi vilibuka baada ya 64, jeshi la polisi, ndio msimamo wake, mfumo wa usalama wa taifa. Kwa hiyo uongozi. Nataka niwakumbushe, namalizia, sitaki niongee mambo mengi, mimi napenda kuongea na falsafa. Kwa nini sasa hivi muungano vijana mnaona kama una faida? Kwa sababu wakati nasoma nilipata bahati. Mimi ndio maana namuona sana kakaangu, na mtolea mfano mzuri mzao. Wakati tunamaliza mbio za mwenge tu wa uhuru, unajua hizi mbio zile zina macho, nikapewa scholarship ya kwenda SADC katika vijana 6, na mimi nilichaguliwa kwenda SADC. Nikachaguliwa, nikaambiwa uchague kwenda Arusha au kwenda Dubai. Unachagua wapi? Mimi nikasema bwana, mimi naenda Dubai kidogo, na mimi nikauze nini sura. Walinipeleka watu wa IFM siku 16 kwenda kusoma mkakati wa nchi zinavyokuwa, tukatembezwa kule. Kwa nini sasa hivi vijana mnataka muungano, mnachukulia hizi? Moja ya mambo profesa alituambia, vijana wengi sasa hivi viunganishi viwili ndio mnavyo, ni hatari, na hivi ndivyo mnavyovitumia. Ndio maana muungano mnaona hizi. Kiunganishi hicho aliniambiaje? Cha kwanza cha tuseme kwa moja mnaelewa maana yake? Cha ndani. Vijana wengi sasa hivi mnafanya kazi kwa ubinafsi zaidi.
Ndio maana mnaona muungano ufai. Unataka wewe uwe haraka, ukishakuwa leo dasi unataka uwe mkuu wa wilaya, ukishakuwa mkuu wa wilaya unataka uwe mkuu wa mkoa, kiunganishi cha ubinafsi. Uwezo wetu hao waliachia mambo. Hakuna kiongozi mkubwa katika nchi alikuwa kama Sheikh Karuta Amri Abedi. Alikuwa amira wa kwanza mu Afrika. Basi yeye ingefaa kuwa rais, lakini alimwachia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mnamfahamu Sheikh Karuta Amri Abedi? Ndio aliwasha mbio za Mwenge 64. Na ndio mtafsiri wa Qur'an. Qur'an ilikuwa kipindi kile haijaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, yeye ndo kaiandika. Waliachiana mambo. Mwalimu, wewe utaongoza. Sasa hivi ninafanya kazi kwa binafsi. Nikishakuwa mimi katibu wa chama wa tawi, nataka kesho kwa katibu wa chama wa vijana. Uongozi na process. Ndio maana unaona muungano hauna faida. Kiunganishi kingine alituambia cha hatari cha 4. Tuseme kwa pamoja 4. Kwa mnafanya kazi kwa. Na mimi nataka niwaambie mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa heshima yako, mimi nimefundisha tekniko nyingi hivi uongozi. Kijana yeyote ukiwa unafanya kazi kwa, wewe sio mzalendo kwa hili taifa. Ogopa. Ukikuona mheshimiwa mtu anakusogelea anafanya kazi kwa ajili ya mkuu wa wilaya, huyo muogope. Mkuu wa wilaya ataondoka, atahamishwa, lakini wilaya ya Moshi haitofanyaje? Haitohama. Mnaelewa kaka? Katibu, ukiona mtu anafanya kazi kwa ajili ya katibu, sio chama cha nini, muogope kama ukoma. Kiunganishi cha 4 ndio vijana wengi mnaona muungano sasa hivi haufai, mnafanya kazi kwa ajili ya mtu, sio kwa ajili ya national. Viongozi ili uulinde muungano, tufanye kazi kwa ajili ya national, kwa ajili ya taifa. Tuwe wazalendo kwa ajili ya taifa letu. Tuhakikishe taifa hili lisiangamie. Ndio maana nyinyi mko radhi vijana sasa hivi kuiuza nchi au wilaya kwa ajili ya nini? Ya mtu huyu mmoja. Na ndio maana mmeona sasa hivi kwenye mitandao. Ndio, naombeeni ukweli na mjiepushe vijana wenzangu. Tufanye kazi fanya kazi kwa ajili ya nation. Hao wazee wetu walifanya kazi kwa ajili ya nation. Ukienda kuangalia sasa hivi mishahara yao hamna kitu. Lakini kiunganishi kizuri tuliambiwa tukipate ni cha wifi cha pamoja. Sasa kwa heshima ya mkuu wa wilaya, dakika zangu zimeondoka. Kwa nini muungano sasa hivi mnaona wenyewe vijana kama hauna faida? Mmejiingiza kwenye, wakati tulipewa elimu ya Roma wenzetu, vijana wengi sasa hivi ndio maana mnataka. Wangapi wanafahamu ng'ombe? Ng'ombe mnamjua ng'ombe? Ana nini? Ana nundu. Yule ng'ombe ana nundu. Vijana wengi sasa hivi mnataka kula nyama nini? Ya nundu nini? Nyama ya nundu ya ng'ombe. Katika uongozi, katika maisha yako, kataa kula nyama ya nundu ya ng'ombe. Wewe bado hujafika. Vijana wengi ndio maana sasa hivi wanataka muungano, wanaona hauna faida kwa sababu wanataka kula nyama ya nundu ya ng'ombe. Katika uongozi tunafundishwa pendelea kula nyama ya utumbo. Ndio maana mimi nakula nyama ya utumbo. Watu wanaidharau utumbo. Nundu ya ng'ombe kila mtu anaitamani, ndipo mwisho wa siku mtagombana na watu, mnaingia kwenye competition. Kijana leo ukishakuwa katibu wa chama fulani unataka kuwa kiongozi haraka. Uongozi una process. Ukishakuwa kaimu wa chuo unataka baadaye kuwa mkuu wa chuo. Uongozi una process. Kwa hiyo acheni kula nyama nini? Tupendelee kula utumbo kama mimi ninapokula utumbo hivi. Mambo yangu yanaenda vizuri. Lakini nilipata bahati, kama uone faida ya kula utumbo. Mwaka jana mimi namsifia kakangu Mzava ule Mwenge. Mimi nilipata nafasi ya kuwa nafasi ya 3 katika nchi 16 kiongozi bora pale Malawi. Nendeni ubalozi wa Malawi utaona jinsi walivyokuwa. Balozi wa Malawi akasema tukupeleke Ikulu, ambia hapana, mimi naendelea kula nyama ya nini? Ya utumbo. Bado nafasi yangu ya kula nyama ya nini? Sasa nyinyi vijana, muungano sasa hivi mnaotaka haraka kuvunjika kwa sababu mnataka kula nyama, watu wanawashawishi. Nyama ya utumbo sio nini? Sio nzuri. Pendelea kula nyama ya ng'ombe. Sasa watu wanawaletea mahela tu. Nyama ya mahela, tamaa. Pendelea kula nyama ya nini? Baadaye utakuja kula mbavu. Muda wako ukifika watu watakupeleka kwenye mbavu. Muda wako ukifika watu watakupeleka kwenye nini? Mpaka kwenye nundu. Sasa watakwambia sasa hivi kaka Mzava unafaa kula nyama nini? Ufaidi na wewe.
Lakini wewe kaka Mvava, wewe pendelea kula utumbo. Hivyo hivyo utumbo wako hivyo hivyo. Basi kula utumbo ili tuimarishe nini? Muungano. Utumbo si watu wanaodharau. Katibu, pendelea kula utumbo. Acha watu waende huko. Huko muungano huko ndo tunakuwa kwenye competition, ndio mwisho wa siku unaona hiki huu muungano hauna faida. Halo. Vijana wenzangu, pendelea kula nyama mimi? Mimi ni mtu wa falsafa, maana diplomasia, unajua nimefundishwa na viongozi, unajua ukifundishwa na Karage, ukifundishwa na Simbakalia, kwa mambo mengi unatamani uongee. Hapo nimepitia kwenye shule ya uongozi pale, mamangu Profesa Marcelini Chijoliga. Kwa hiyo vitu vingi natamani kuviongea, kuambia vijana wenzangu. Sasa muda utoshi. Kwa kumalizia, misemo mmoja, funga jicho moja ili muungano udumu. Funga jicho moja. Fungeni jicho moja. Wazee wetu walituambia ili muungano udumu, funga jicho moja. Kwani unafikiri watu hawaoni faida ya muungano au hasara ya muungano? Tunapenda muungano una faida tu, hauna nini? Hasara. Tuseme kwa pamoja, muungano na nini? Una faida. Kunja hapa. Tunaambiwa ili muungano udumu, ukienda sehemu ukiona watu wamefunga jicho moja, na wewe funga jicho la pili, usione kabisa. Vijana wengi sasa hivi mnataka kuvunja muungano kwa sababu mkienda sehemu ukiona watu wamefunga jicho moja, na wewe unataka uone kabisa. Vitu vingine sio vya nini? Vya kuona, viache kama vifanyaje. Ili muungano udumu, mkisikia kuna kero, pelekeni kwa mkuu wa wilaya za muungano. Vitu vingine mviache kabisa, mila na desturi. Kwa hiyo wazee wetu hawa walienzi misimamo yao, falsafa, bila kauli na matendo ya viongozi. Na mimi nawakumbusha viongozi wenzangu, hasa katika kuelekea muungano, ili muungano usiwe na kero, tuenzi, tuepushe yale matendo ambayo hayafai, ndio yanaweza kaleta beli ya muungano. Na kama kuna shida ya haraka ya muungano, haraka ikatatulika haraka zaidi. Basi kwa maneno haya naomba nirudishe maiki hii kwenu. Asanteni sana.